Mbunge wa jimbo la Makunduchi, Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir, amewashukuru wakazi wa shehia ya Mtende kwa kuwachagua na kuwapa ridhaa ya kuwaongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Mheshimiwa Wanu ametoa shukrani hizo Desemba 25, 2025 wakati wa ziara yake ya jimbo la Makunduchi katika shehia ya Mtende, akisema ushiriki wao mkubwa katika kupiga kura umefanya wagombea wa ngazi zote kuibuka na ushindi wa kishindo. Lakini lengo jengine la kukutana hapa, tulipita sisi, kama sikuja mimi alikuja mtu yoyote kati yetu sisi, na kuna wengine vijana ambao tulikuwa tunawatumia nao walipita wakakusikilizeni. Uongo kweli? Sasa lengo letu hapa leo tumekuja ili tusikilize yale ambayo yapo Mtende. Nyinyi mmefanya kazi kubwa sana ya kushiriki uchaguzi, mlitusikiliza, na sisi sasa hivi tuna haki ya kuwasikiliza nyinyi yale ambayo yanawasibu hapa, lakini sio kwa yanayosibu tu, tuko tayari kusikiliza maoni yenu. Mnatuambia nini viongozi wenu, mapendekezo yenu Mtende mnataka iende vipi, lakini pia maelekezo yenu kwa maendeleo ya Mtende. Hayo yote tumekuja tuzungumze. Sisi hatutokuwa wazungumzaji sana, wenzangu wameshazungumza kwa kiasi. Sisi tulikuwa tuna uhitaji kipindi kile, na tukaja hapa tukasema mpaka mkatufahamu. Sasa tunataka nyinyi mseme, mueleze, pamoja na yale ambayo tuliyopata mwanzoni wakati tunapita kwenye kampeni, ambayo mengine mmesema lakini mpaka sasa hivi hayajatekelezwa, na ndo tumerudi ili kuja kutekeleza. Shikamoni. Jina langu Tahir Sulemani Ali, mkazi wa Mtende, mjasiriamali. Mie ningependa kuzungumza kuna kwa mambo matatu au kuna nyanja tatu tofauti. Jambo la kwanza ningependa kuzungumzia kuhusu hospitali yetu. Hospitali yetu kuna huduma za mama wajawazito na watoto, lakini hadi leo hakuna ultrasound. Kwa maana hiyo wazee wetu au wajawazito wetu au kina mama zetu wanalazimika kwenda Makunduchi kufuata huduma hiyo. Kwa hiyo tungeomba tukapatiwa hicho kifaa ili kupunzisha wazee wetu kufuata huduma katika hospitali ya Makunduchi, kwa sababu ukatizama hospitali yetu majengo tunayo, lakini vitendea kazi hakuna. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, skuli majengo tunayo alhamdulillah, walimu wazuri tunao, lakini hadi leo hatuna maabara ya kisasa au laboratory ya kisasa ya kisayansi. Kwa maana hiyo wanafunzi wetu wanasoma kuna mazingira magumu. Ufaulu wetu unakuwa mdogo kutokana na nini? Masomo vitabuni yamo, lakini vifaa hamna. Kwa maana hiyo tunasoma sana kwa nadharia, lakini si kwa vitendo. Kwa hiyo ili kupandisha ufaulu wa wanafunzi wetu, tungeomba basi tupatiwe vifaa au tukapatiwe maabara ya kisasa ya kisayansi ili wanafunzi wetu waweze kujisomea vizuri. Jambo la tatu, katika wajasiriamali, kama tunavyofahamu Mtende maisha magumu. Bila kujikurupushua wewe mwenyewe huwezi kufanikiwa. Lakini kunafanikiwaje? Unaweza kuwa na mtaji wako mdogo lakini ukaishia si mbali. Kwa maana hiyo lazima upate nguvu ya kupushiwa ili ujiendeleze kimaendeleo. Kwa maana hiyo nilichokusudia kusema kwamba wajasiriamali wapatiwe mikopo au mitaji ili waweze kuendeleza biashara zao. Mfano mdogo, mie na ofisi fundi mie, lakini hadi leo naagizisha mbao kutoka mjini, au wakati mwingine manake nichukue vigogo shamba mpeleke mjini kwa ajili ya kufuata nini? Mashine. Lakini kama leo napatiwa mashine za kisasa, manake nini? Kila kitu natendea kwangu, na hata bei kwa wanunuzi inakuwa nafuu, kwa sababu tunapandisha bei kutokana na nini? Tunafuata huduma mjini. Manake ina maana nini? Ni hasara mara 3 au mara 4. Lakini leo tukaletwa vifaa huku kwetu,
tukawa tuna mashine zetu za kutosha, bei chakuwa ndogo, halafu tutenda kazi kwa wepesi. Mimi ningependa kuchangia hayo tu. Asalamu alaykum. Kwa jina Asma Ali Simai, mkazi wa Mtende, pia ni mwalimu wa hapa kijijini. Mie na mawili maombi vino. Sasa kijiji chetu kimeendelea na tunachona kwa kunako harakati za kuendelea. Mfano mdogo vino, sasa watalii hawanauka, kwa maana hiyo na usafiri utendeke mwingi, yani magari mengi. Vino karibuni tuwategemea kutengezewa barabara yetu ya ndani ya kijijini hiyo, ambayo uko kubwa imekwaza, bado pano sehemu za kati. Mheshimiwa, nalokuomba ukaja ukafika wakati wa kutengenezwa sehemu ya kati, tutiliwe matuta eneo letu la skuli, kwa sababu watoto wetu ni wadogo, hawanazingatia ukataji wa barabara, yeye kanafukuzia tu. Kwa hiyo tunaomba tuje tutiliwe matuta. Hilo moja. La pili, pana skuli yetu hiyo hapo, tunashukuru halmashauri pamoja na wanajamii kwa nguvu zao watengeneze ukuta ambao tunawita uzio skuli ya msingi kuno, lakini uzio huo bado haujamaliza. Kwa hiyo mheshimiwa, tunakuomba utumalizie uzio wetu pamoja na kutiliwa milango, yani mageti. Tunapata shida wakati wa kufundisha, tunafundisha na mbuzi wanangia darasani, kwa maana mwalimu akatishe lesson afukuzwe mbuzi yawe nje, tuendelee na lesson. Kwa hiyo tunakuomba lisichukue muda sana, tunataka maendeleo zaidi. Nafikia hapo. Mie simama kwa ajili ya vijana wadogo hao Mtende. Tutengenezea academy au tufufua academy kwa ajili ya vipaji vya michezo, na bahati nzuri tumejisajili mpaka kunako chama cha mpira. Tuna changamoto ya uwanja, eneo tumefuatilia, tumelipata, tunalo, tumetia doza kwa watu ya mwanzo wa kusafisha, lakini maendeleo yetu madogo. Kwa hiyo tunaomba nguvu yako kutusaidia juu ya hilo. Lengo ndugu zetu wanao vipaji waendelee wamsakili kuepusha vijana na mambo yasiyofaa ambayo ndio anakuwa sana vino sasa nchini mwetu. Kwa hiyo tunapunguza kwa njia hiyo.